usikose. Sasa hivi hapa unaweza kufanya kazi moja kubwa nzuri sana. Tuma ujumbe kwa marafiki zako ambao hawajajiunga nasi sasa hivi hapa, waambia kwamba kipindi kimeanza, wape taarifa. Tuma message, mnaoangalia kwa njia ya YouTube, tuma linki mbalimbali katika magrupu ya kazini, wote waambie kipindi kimeanza. Kwa kufanya hivi, na wewe unashiriki pia katika kazi hii ya utume ya kuwavuta watu kwa Kristo Yesu. Kabla ya kuanza hili somo, tuombe. Baba yetu Mungu mtakatifu, asante kwa ajili ya somo la siku hii ya leo. Somo la leo ni somo ambalo limejaa maonyo, lakini pia limejaa nguvu ya kusonga mbele. Nami nakusihi kila mmoja wakati anaposikiliza somo hili, hata hatujafika kwenye maombi ya mwisho, mtendee muujiza wa utakaso, kupatiwa nguvu mpya na kuvunja nguvu za giza na kumpa ushindi katika hatua zote. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Katika siku hii ya leo tuna somo ambalo linasema machukizo 7 hatari sana kwa Mungu. Machukizo 7 hatari sana kwa Mungu. Unajua, Biblia inapoelezea juu ya Mungu wetu na uwezo wake na jinsi alivyo, tabia yake jinsi ilivyo, inatusaidia kujua ni mambo gani ambayo Mungu anayafurahia, mambo gani ambayo Mungu anayachukia. Sasa sikiliza hili. Yesu anaposema kwamba utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine yote mtazidishiwa, ni kwa sababu Yesu anatufundisha kipaumbele. Ukiangalia masomo yaliyopita huko nyuma, nimeongelea sana habari ya ufalme wa Mungu kwanza, maana yake ni nini, na nitaendelea kuleta mengine huko baadaye kwa kadri Mungu atakavyotujalia. Katika maisha ya watu wengi sana, kufanikiwa au kufaulu kunaangaliwa na utambuzi wako wa kipaumbele. Ndio, kama unajua kutofautisha mambo au kutambua nini kianze kwanza, wewe ni mtu ambao unaweza ukafanikiwa sana. Kuna watu ambao wanapata vitu vingi kwenye maisha yao, lakini kwa sababu hawajui vipaumbele, wanatumia vibaya vipaumbele kwa hasara. Ni sawa na mtu ambaye anapenda kula nyama ya kuku. Kama anapenda kula nyama ya kuku, huyu mtu anatakiwa aweze kutambua ya kwamba anahitajiwa badala ya kumla kuku, amfuge kuku ili atage mayai apate vifaranga, baadaye apate kuku wengi. Hoja hapa ni kipaumbele peke yake. Sasa jinsi Mungu alivyo ni kwamba Mungu ana tabia yake. Wote unaowakuta katika Biblia ambao wamefanikiwa kiroho au kimaisha, ni kwa sababu kuna vitu walivitambua kuhusu Mungu. Unaona, wakati Mungu anapomwondoa mfalme Sauli katika ufalme na anamleta Daudi kuja kushika utawala, Mungu aliongea maneno wakati anapomwambia Samueli, anamwambia nimempata mtu aupendezaye moyo wangu. Kumbe Mungu kuna vitu vinampendeza na kuna watu ambao hawampendezi. Sasa tukisema hivi, watu wanaweza kusema ina maana kwamba hao wengine ambao hawampendezi waliumbwa na nani? Hapana, haina maana ya kwamba hao watu ambao hawampendezi Mungu hawakuumbwa na yeye, na haina maana ya kwamba tu mtu akimpendezi ambaye hampendezi basi Mungu anamuondoa. Hapana, ila Mungu anawaeleza watu vitu ambavyo yeye anavipenda. Hili somo nilifundisha wakati fulani nikiwa pale kanisa la Kibada pale Kigamboni, lakini leo nataka ulione katika mtazamo na uzito wa tofauti kabisa. Maana yake ni nini? Kwenye kitabu cha Methali sura ile ya 6 fungu la 16 mpaka 19, mimi nitasoma Kiswahili cha kisasa, wewe tumia tafsiri ambayo unaipenda wewe mwenyewe. Sikia maneno haya: kuna vitu 6 anavyochukia Mwenyezi Mungu, naam, vitu 7 ambavyo ni chukizo kwake: macho ya kiburi, ulimi mdanganyifu, mikono inayoua wasio na hatia, moyo unaopanga mipango miovu, miguu iliyo mbioni kutenda maovu, shahidi wa uongo abubujikaye uongo, na mtu achocheaye fitina kati ya ndugu. Viko 7. Narudia tena kidogo tuende vizuri hapo mtazamaji, sikiliza. Macho ya kiburi, ulimi mdanganyifu, mikono inayoua wasio na hatia, moyo unaopanga mipango miovu, miguu iliyo mbioni kutenda maovu, shahidi wa uongo abubujikaye uongo, na mtu achocheaye fitina kati ya ndugu. 7. Haina maana ya kwamba hizi ndio dhambi tu ambazo Mungu zinamkera, lakini anakuambia hivi vitu vinamkera sana Mungu.
Sasa katika maisha yetu ya kawaida, yao ya kiroho, ya kiuchumi, ya kimaendeleo, kuna baadhi ya mambo ambayo yametukuta mabaya kama matokeo ya dhambi hizi 7. Wale ambao mnafuatilia vizuri vipindi, mnakumbuka kwamba tuliongelea habari ya sheria za asili, tukasema kwamba sheria za asili hazina dini. Yaani mtu yeyote ambaye atazitekeleza ataona matokeo yake, awe Mwislamu, awe Mkristo, awe Mbudha, awe Mhindu. Akizijua hizi sheria na akazitekeleza ataona matokeo yake. Nanyi mtapewa. Kwa hiyo mtu ambaye ni mkarimu, anayewapa watu vitu, automatic naye atapewa. Maana sheria ya asili inahitaji huyu mtu apewe ili aendelee kuwa baraka. Utakuta kwenye Biblia imetajwa, katika vitabu vya Budha imetajwa, vitabu vile vya Kihindu imetajwa pia, yote imetajwa kabisa, viko hapo. Ndivyo ilivyo. Sasa tuende vizuri tuweze kuona haya mambo jinsi yalivyo. Sasa mfano mwingine ni huu. Katika amri 10 za Mungu, dhambi zimetajwa pale, zile amri 10, usifanye, 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 zote zimesema, ziko pale. Na haina maana ya kwamba zile dhambi ukizifanya labda Mungu labda anakuchukulia tu kawaida. Hapana, zote ni dhambi, lakini katika zile ukizivunja ni kama vile Mungu hawezi kuvumilia. Nimesema ni kana kwamba kwa sababu zinaleta madhara hapo bila kuchelewa, kabla haijaleta madhara makubwa. Hapo bila kuchelewa, kabla haijaleta madhara makubwa. Daktari yeyote ambaye ananisikiliza wanajua hiki ninachokisema zaidi katika taaluma yao ya daktari. Kuna saa wanampima mgonjwa, wanakuta na magonjwa 5, na daktari hatibu magonjwa yote 5 kwa haraka sana. Anachoangalia hapa ni ugonjwa upi ni hatari sana, kwa hiyo anaanza kushughulika nao. Kama kuna ugonjwa ambao unaweza ukasubiri, anaweza akasema ngoja usubiri tumalize huu, tutakuja huu mwingine. Akiona kwamba yote 5 yanaweza kutibiwa kwa mara moja bila kuleta madhara kwa mgonjwa, atatibu yote mara moja kwa pamoja. Ndiyo kanuni pia ya kimungu jinsi ilivyo. Nakupa, turudi tena kwenye zile amri 10 za Mungu. Huwezi kuona Mungu akivumilia ibada ya sanamu kabisa, kwa sababu ibada ya sanamu ni kumleta Mungu mwingine katika utawala wa Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo hawezi kuvumilia. Umeona kabisa Mungu anaweka pale ibada ya sanamu, usisujudie sanamu, usiwe na miungu mingine ila mimi. Lakini watu walipojaribu kuingiza ibada ya sanamu, Mungu alishughulika straight kama ilivyo, bila tungetumia lugha ya kibinadamu tungesema bila kupepesa macho. Mungu anasema usizini, iko kwenye Biblia kabisa, lakini angalia matendo yale yalifanywa lakini inapokuja kwenye hoja ya ushoga na usagaji, Mungu havumilii, ni straight. Sodoma na Gomora ikaangamizwa. Nataka uone jinsi ambavyo, sina maana ya kwamba dhambi hii zinatofautiana katika habari ya hukumu mbele za Mungu, lakini zinatofautiana kwa matokeo hapa duniani. Zote zinaelekeza katika moto, lakini matokeo yake hapa ni tofauti. Sasa anaposema hizi 6 na 7 ni vitu ambavyo hawezi kuvivumilia. Twende taratibu taratibu ili tuweze kuangalia. Wewe ambao unifuatilia kwa njia ya television, angalia kwenye TV yako. Wewe ambao unafuatilia kwa njia ya redio, utasikiliza tu moja kwa moja. Sikia maneno haya ambayo nataka niweze kuyasoma straight ili uweze kuona kile ambacho tunaelekea kukiangalia siku ya leo. Mungu anapotoa orodha ya tabia ambazo anazichukia, lengo lake sio kutisha watu, bali kuwapa ufahamu wa kina kuhusu tabia ambazo huanza katika hali ya kimya ndani ya moyo, kisha zinajengwa taratibu bila kutambuliwa, na baada ya muda zinavuruga mfumo mzima wa maisha, zinapunguza uwezo wa roho ya kumtii Mungu, zinaharibu mwelekeo wa kiroho, na zinaleta athari za muda mrefu katika familia, ndoa, huduma, jamii na hatima za kizazi kijacho, kwa sababu dhambi hizi hazitokei kwa ghafla, bali hutengenezwa ndani kama sumu inayopatikana katika kiasi kidogo, lakini baada ya muda huenea na kuharibu mwili wote wa tabia ya ndani ya mtu. Unapata picha kwa nini hizi 7 zimewekwa?
Ni kwa sababu zinaanza kama kasumu kadogo, taratibu taratibu, lakini kwa kadri zinavyoendelea zinaleta madhara makubwa, sio kwa mtendaji tu, zinaleta madhara kwa jamii, zinaleta madhara kwa familia, zinaleta madhara hata kwa watu pale kanisani, zinaleta madhara kwa watu katika ujumla wake. Mungu atusaidie sana. Sikiliza hii sentensi ambayo natamani pia niweze kuisoma na uweze kuipata vizuri. Hata hivyo, tunapochunguza kwa undani, tunagundua kwamba dhambi hazina matokeo sawa katika dunia hii, kwa sababu dhambi nyingi huathiri mtu mmoja tu. Dhambi nyingine huathiri familia nzima. Dhambi nyingine huleta migogoro ya kikabila. Dhambi nyingine huangusha makanisa, na dhambi nyingine huleta machozi ya muda mrefu kwa watu ambao hawajafanya kosa lolote, innocent. Hapa haya yote kupitia mwandishi huyu, makundi haya ni kwamba matatizo yake au madhara yake ni makubwa, ni yanaweza kuleta matokeo makubwa. Mwanzoni wakati naanza kuelezea somo hili, niligusia moja hapo ya amri ya Mungu anaposema kwamba usijifanyie sanamu ya kuchonga, na nikwambieni kwamba katika hoja ya ibada ya sanamu Mungu anaishughulikia straight bila kuchelewa. Na sasa ukilinganisha na hiki ambacho nimekisema hapa ya kwamba dhambi nyingine zinaleta madhara ambayo yanaweza kupiga jamii nzima, familia au kanisa kwa ujumla. Kuna baadhi ya makanisa yamekufa, kuna huduma zimekufa kwa sababu hawakuelewa hiki ambacho tunakisema hapa. Sasa tutolee mfano ile dhambi ya ibada ya sanamu. Ukiangalia dhambi ya ibada ya sanamu kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 20, anapotaja zile amri 10 pale, amesema kwamba na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 chao wanichukiao, nami na warehema 1000 wanipendao na kuzishika amri zangu. Wanaosoma ile andiko bila kuelewa lugha ya Kiebrania iliyotumika pale vizuri na wazo la Waebrania wanapoongelea, unaweza ukaona kama vile Mungu ni katili, lakini sio. Anaposema nawapatiliza wana maovu ya baba zao, haina maana ya kwamba Mungu ndiye anayefanya kile kitendo cha kupitiliza au kupatiliza yale maovu. Ina maana kwamba kitendo cha mzazi kuabudu miungu mingine, akaabudu shetani, akaabudu sanamu, madhara yake yanashika watoto wake kizazi cha kwanza, yanashika mjukuu wake ambaye atafuata, hapo ni kizazi kinachofuata, yatashika kizazi kingine, yatashika kingine mpaka cha 4. Wale wote ambao wataendekeza kile kitu, akitokea mmoja ambaye atasema mimi nachana na hii, yeye ataingia kwenye upande wa rehema. Kwa hiyo unaona jinsi ambavyo ibada ya sanamu, kuabudu mizimu na miungu mingine, inavyoleta madhara mpaka kwa watu ambao hawakufanya dhambi kama ile, yaani vitukuu vinafuata baadaye, mpaka asimame mmoja akatae, aseme sisi tunamgeukia Mungu wa kweli, ndipo ile chain, ule mnyororo unakatwa. Mungu atusaidie sana tuweze kuelewa hili. Twende vizuri, tuangalie haya. Turudi kwenye kitabu cha Mithali sura ya 6, ile fungu la 16 mpaka 19. Mimi nasoma Kiswahili cha kisasa. Kuna vitu 6 anavyochukia Mwenyezi Mungu, naam, vitu 7 ambavyo ni chukizo kwake: macho ya kiburi, ulimi mdanganyifu, mikono inayoua wasio na hatia, moyo unaopanga mipango miovu, miguu iliyo mbioni kutenda maovu, shahidi wa uongo abubujikaye uongo, na mtu achochee fitina kati ya ndugu. Tutaangalia kwa kina moja baada ya mengine, taratibu, kwa kina na kwa elimu rahisi ambayo utaielewa vizuri. Na wakati mwingine hata kama ukijikuta kwamba hujaelewa, mimi ninakuruhusu tu baada ya hili somo, comment hapo chini kwenye YouTube kwamba nina swali hili katika somo la leo, sielewi. Nitakuelewesha tu baada hapo, nitakujibu tu hapo hapo, kwa sababu natamani uweze kuelewa. Hebu tuangalie kwanza kitu ambacho kinaitwa macho ya kiburi. Macho ya kiburi. Macho ya kiburi, unaposikia Mwebrania anapoongelea macho ya kiburi, kwa sababu ili uweze kuielewa Biblia vizuri, inatakiwa kuna vitu kadhaa vya kuzingatia. Moja ni uongozi wa Roho Mtakatifu, ambaye yeye Roho Mtakatifu ndiye ambaye aliwavuvia waandishi kuandika haya mambo. Kwa yeye akikuvuvia unaweza ukaelewa vizuri. Jambo la pili ni kwa kadri utakavyoweza kuelewa wewe, ni kuangalia jinsi ambavyo mtiririko umeandikwa. Elewa tamaduni za waandishi. Ukiweza elewa lugha iliyotumika na maana zake, wanamaanisha nini, kwa sababu neno moja linaweza kuwa na maana tofauti kulingana na jinsi ambavyo mwandishi na tamaduni yake ilivyo. Mfano, unakuta kwenye kitabu cha Warumi kuna mahali mwandishi anaelezea kuhusu Mungu, anapoongea juu ya Mungu, anapoelezea juu ya watu wawili, Yakobo na Esau.
katika kile kitabu cha Warumi anasema nimempenda Yakobo bali Esau nimemchukia. Lile andiko likisomwa na Mtanzania, likisomwa na Mkenya, likasomwa na Mganda, likasomwa na Mnyarwanda, likasomwa na mtu kutoka Burundi, kutoka Kongo, wao wanachukulia kuchukia kama chuki, wakati kwa Mwebrania anapotumia lile neno nimempenda Yakobo bali Esau nimemchukia, anaongelea kipaumbele. Umeona tofauti yake pale? Yaani nimempa kipaumbele Yakobo katika hili, lakini katika hili Esau sijampa kipaumbele. Kwa hiyo hoja ya msingi hapa ni kipaumbele. Elewa tofauti ya kipaumbele jinsi inavyokuwa. Kwa hiyo wao wana maana yao. Sasa leo nataka tuangalie neno kiburi, tuone kwamba wao wanapoongelea neno kiburi wenzetu wanamaanisha kitu gani kwa kina vizuri, na tutaelewa vizuri. Sikiliza. Neno kiburi kwao, neno ambalo limetumika hasa katika mithali ile ambayo tumeisema pale, ni neno ambalo linaweza kuwa ram au ramut, ijapokuwa katika matamshi yao ni kama linatamkwa ramut. Ndivyo wanavyoweza kulitamka wao. Linamaanisha nini? Hebu tuangalie maana yake. Ni kujiona juu ya wengine, kujivunia, kujitenga au kujiweka juu kwa hadhi. Iangalie vizuri sentensi, kuna vitu vizuri vya kutazama hapo. Ni kujiona juu ya wengine. Kuna kujiona wewe uko juu ya wengine, alafu kuna watu kukuona wewe uko juu. Ni vitu viwili tofauti. Kiburi wanapoongelea Mwebrania hasemi ya kwamba watu wanakuona kwamba wewe uko juu, ila anasema ya kwamba wewe ndiye unayejiona hivyo, uko juu ya wengine. Watu kukuona ya kwamba uko juu yao, ila sio wewe kujifanya, ni baraka. Ila ikatokea na wewe unajiona hivyo na kujifanya hivyo na kujiona, ni kiburi, kitakuangusha. Kwa sababu katika masuala ya uongozi, katika huduma, lazima pawepo na hizo hierarchy za kiuongozi. Hazina maana ya kutawala watu wengine, lakini zina maana ya kwamba hizo hierarchy lazima ziwepo, lakini sio wewe kujiona au kutaka uwe hivyo, ila ni Mungu yeye ndiye akuweke hapo. Kwa hiyo kiburi kwa ambao ni ramu au ramut, maana yake ni kujiona juu ya wengine, kujivunia, kujitenga kwa ubora, ya kwamba wewe ni bora kuliko mtu mwingine, au kujiweka juu kwa hadhi. Hivi vitu vizingatie vizuri kabisa. Ndio utashangaa kwamba katika orodha ya vitu ambavyo Mungu anavichukia, kiburi kimepewa namba 1. Ndio jua kwamba ni kitu hatari sana katika maisha, ni kitu kigumu kweli kweli. Hata baadhi ya watu wameanguka katika biashara zao kwa sababu walipopanda kiburi kiliota. Na kwa kawaida kiburi kinapoota tu, kuna nyundo ya Mungu inashuka kukiponda, iwe ni kwenye cheo, iwe ni kwenye biashara. Sina maana wote walioanguka katika biashara au katika vyeo walikuwa na viburi, hapana. Kuna wengine walianguka sio kwa kuanguka, ila ni kwa Mungu kuwaondoa ili akawatengeneze tena kwa ajili ya kitu kingine bora zaidi. Huo sio kuanguka, ila ni kubadilishwa tu eneo. Hilo lizingatie sana. Kwa hiyo sije ukaanza kunyosha vidole kwa watu. Turudi katika Mwaebrania, anasemaje? Neno la Kiebrania ramu au ramut lina maana kuinuka kupita kiwango, kutafuta nafasi ya juu kuliko uliopangwa, kuamini kuwa mtu ana thamani inayozidi wengine, au kutaka kujithibitisha kama mtu mwenye daraja maalum. Kwa yeyote ambao unanisikiliza, ukiona hii sifa inakuangukia, yani haya maneno ambayo unayasoma, unasikia ndani ya moyo wako kuna kitu Mungu anakusemesha leo ya kwamba ulikuwa huko hivyo, ndio hicho kiburi kinachoongelewa ambacho Mungu anakichukia. Kwa hiyo ndio unakuta hata wakati mwingine, hata kama ni pale ofisini, meneja na nini, anataka atambuliwe kama meneja, yani kuna namna atafanya tu mpaka muweze kumtambua kwamba yeye ni bosi wa hapa. Hiki ni kitu ambacho Mungu anapokiona anakichukia kabisa. Wale ambao wamefuatilia live Sabato iliyopita, tulikuwa tuna kipindi maalum cha meza ya Bwana au wanaita Lord Supper. Tukawa tunaonyesha jinsi ambavyo katika mfumo wa Biblia na jinsi ambavyo sisi tunafanya ni kwamba kwenye kile kipindi kuna kuoshana miguu. Yake ni kutangaza unyenyekevu. Yaani pale unamuosha miguu mtu ambaye hata kwa status ya kibinadamu hakupaswa kukaa meza moja na wewe. Maana yake ni nini? Ni kutangaza ya kwamba mbele za Mungu sisi wote ni kitu kimoja. Hakuna status mbele za Mungu. Hicho ndicho kitu ambacho mtu anatakiwa aweze kukizingatia vizuri kabisa. Hasa ile kitu, meza ya Bwana ni muhimu sana kwa sababu inavunja pia kiburi, inaponda hicho kiburi ambacho tumekiona hapo. Sasa sikiliza hapa,
Kiburi kina mchakato wake, hakianzi usiku mmoja. Hebu tuangalie mchakato wa kiburi unavyoanza ndani ya mtu kidogo kidogo, ili na wewe unanisikiliza, ukiona hiyo hali imeanza, unamwomba Mungu haraka sana ili akishughulikie kiburi, maana baada ya kiburi tu kinachofuata ni anguko. Kwa hiyo Mungu akusaidie ili kiburi kisiote. Ndio maana nasema katika vile vitu 7, cha kwanza ni kiburi. Haya, mchakato wake unakuwaje? Namba 1, huanzia na kujilinganisha na watu. Ndio, ni ile hali ya kujilinganisha na watu, yani unajiona, unaanza kuangalia, unadharau watu, unaona yule ni duni. Ni kweli kuna wakati mwingine unaweza ukaona kuna watu wako chini yako katika maendeleo, katika fedha, katika cheo, katika elimu. Sio vibaya kuona hivyo, kama ukiwaona unawahurumia na kutamani kuwainua, hiyo ni sahihi. Lakini kama unawaona hivyo na kuwadharau, hicho ndicho kiburi ambacho kinaleta hatari na Mungu anakichukia. Usimnyanyase mtu yeyote, hata kama ni duni kiasi gani, yuko chini yako wewe. Ujue kwamba Mungu alikupa neema ya kuwa hapo juu ili uweze kuwa baraka kwa wengine. Usidhulumu haki ya mtu yeyote kwa kuona kwamba hata kufanya chochote. Hakikisha kwamba unakuwa ni mtu mnyenyekevu, mtu mwenye upole, mtu unayejali watu wengine. Ni kweli kabisa kuna watu wengine ambao umewazidi kabisa kiuwezo, wako chini yako. Hakikisha kwamba unawatendea haki na kuleta tabasamu katika maisha yao. Nimesema kiburi ni mchakato. Namba 2, hufuata hisia ya kuona mafanikio ya mtu kama haki yake. Yaani unapoona ya kwamba Mungu amekuinua, amekupa pesa kuliko wengine, amekupa cheo kuliko wengine, amekupa gari zuri kuliko watu wengine, unaona kana kwamba ile ni haki yako, ulipaswa uwe hivyo, badala ya kuona neema. Kumbuka nimekuambia kiburi ni mchakato. Ungeona kwamba ni neema, ingekusaidia we kuendelea kuwa mnyenyekevu. Elewa vizuri, hiki kitu ni neema. Unaposoma wakati Mungu anapomwambia Musa andike torati yake kuhusu mafanikio ya maisha haya, aliwaambia wana wa Israeli, akawaonya kwamba nanyi mtakapofanikiwa, mkala na kushiba, mkawa na nyumba nzuri, msije mkaanza kusema ni nguvu zenu zilizowapatia utajiri, bali mjue ni Bwana Mungu wenu awapaye utajiri huo. Kwa hiyo uzingatie, Bwana Mungu ndiye anayefanya. Lakini ukiona unaanza kusifia akili zako, unaanza kusifia mambo ya yani ulichokipata, unaanza kujisifia wewe, huo ndio mchakato wa kiburi kinaanza kuota. Kwa hiyo chukua tahadhari haraka sana, usije ukaanguka. Mchakato mwingine wa kiburi, huzaliwa wazo la kujiona bora kuliko wengine. Sasa hii ni tofauti na ile ego. Ile hali ya kujiona ni nzuri, kwa sababu kama huna ego pia utakuwa ni mtu ambaye ni duni pia. Lakini ego ikivuka mpaka, mnakumbuka neno la Kiebrania pale tuliotafsiri kuhusu kiburi ni kujiona kupita, ni kuvuka mpaka. Kama unakumbuka vizuri pale mwanzo tulipoanza, ni kuvuka mpaka. Sasa vivyo hivyo ile hali ya kujiona ego ni nzuri, lakini ikivuka tu mpaka unaingia kwenye kiburi. Kwa hiyo usipojithamini wewe mwenyewe una shida, ukijithamini kupitiliza una shida. Kwa hiyo huzaliwa wazo la kujiona bora kuliko wengine. Ndio huua roho ya kusikiliza ushauri. Unaanza kujiona kwamba wewe ni top. Nenda ukaangalia ma-CEO wengi wa makampuni walioanguka, ni pale ambapo waligoma kusikiliza ushauri. Yaani mtu anajiona ya kwamba yeye ana akili kuliko watu wengine wote. Sikiliza nikwambie, unanisikiliza hapa, Mungu akusaidie wewe ambaye unasikiliza, maana hili neno ni kwa ajili yako wewe, na Mungu amekuweka hapa ili uweze kusikia. Kila binadamu ana kitu kinaitwa blind spots, maeneo ambayo ni kipofu. Yaani upende usipende, mimi nayeongea na wewe na blind spots zangu. Kuna maeneo ambayo mimi ni kipofu, inabidi mtu mwingine anisaidie kuyaona. Kuna maeneo ambayo hata wewe hapo ulipo ni blind spots zako ambazo lazima ziwepo na mtu mwingine aweze kusaidia. Kwa mtu yeyote ambaye anapinga ushauri, hataki kusikiliza akishauriwa, ina maana ya kwamba anajiona kwamba yeye anajua kila kitu. Ni anguko linalofuata baada ya hapo. Wasikilize watu, pima ushauri, omba hekima ya Mungu, ujue ni cha kufanya. Watu wengi sana wameanguka katika uongozi wao. Walikuwa ni watu bora kwa sababu hawakusikiliza ushauri, kwa sababu ilikuwa yupo katika sehemu ya kwanza ya kiburi kuanza kuota. Ni hatari sana. Sikiliza, hujenga tabia ya kupuuza maonyo ya Mungu.
Yaani taratibu ile hali inaanza kuota taratibu 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 taratibu, inajenga ile hali ya kupuuza maono ya kimungu au maonyo. Nitumie lugha hii, maonyo ya kimungu. Mungu anatuonya kwa namna nyingi, ana namna nyingi za kutuonya, ziko nyingi sana, lakini jinsi ambavyo Mungu anatumia hizo namna za kutuonya, kuna kakiburi kanaota. Kale kakiburi kakiota, utaona yakeni kana kwamba yani huwezi kuona tena ile maonyo ya Mungu ambayo Mungu anakupatia, kwa sababu Mungu anaweza akakuonya kupitia mtu usiyemtarajia. Mungu anaweza kukuonya kupitia mtoto. Mungu anaweza kukuonya kupitia matukio. Mungu anaweza akakuonya kupitia mtu ambaye ulimdharau kabisa. Kwa hiyo ile hali ikianza kuota taratibu ya kupuuzia maonyo, kuna vitu kabisa huwezi kuviona, na baada ya hapo ni anguko, maana kiburi kinaota. Hatimaye mtu huanza kujiweka juu ya mamlaka ya Mungu na kiburi kinamwangusha. Methali 16 fungu la 18 anasema, kiburi hutangulia maangamizi, majivuno hutangulia maanguko. Ndio hivyo ndivyo inavyokuwa. Ndio sababu mimi binafsi sifurahii sana, sijajua wewe, lakini Roho Mtakatifu atakusaidia. Sifurahii sana watu ambao wanapenda sana kuonyesha maendeleo yao mitandaoni katika lugha ya ile pride, kiburi. Lakini kuna mwingine anaweza akatumia stori ya maendeleo yake na ubora wake kama njia ya kuonyesha ukuu wa Mungu. Huyu ni tofauti kabisa. Isaya 2:11 anasema, siku yaja ambapo kiburi cha watu kitashushwa, majivuno ya kila mtu yatavunjwa, na Mwenyezi Mungu peke yake atatukuzwa siku hiyo. Ndio kumbe, kama tulivyoona pale juu ya kwamba kiburi lazima kivunjwe, maana haiwezekani nyumba moja ikawa na baba wawili. Haiwezekani. Na haiwezekani ufalme mmoja ukawa na wafalme wawili. Mungu ni mmoja, ndiye mtawala, ndiye bosi wa wote. Natumia neno bosi japokuwa Mungu sio bosi, ni mtawala mwema. Kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 5 fungu la 5 anasema, kadhalika nanyi vijana mnapaswa kujiweka chini ya mamlaka ya wazee. Nyinyi nyote mnapaswa kuwa na unyenyekevu, mpate kutumikiana, maana maandiko matakatifu yasema, Mungu huwapinga wenye majivuno, lakini huwajalia neema wanyenyekevu. Hili andiko naomba Roho Mtakatifu akusaidie uweze kulitafakari kwa kina vizuri, na ikiwezekana wewe unanisikiliza, liandike ukalirudie tena, ukalisome tena na tena na tena katika Kiswahili cha kisasa. Wale ambao mnafuatilia kwa Kiingereza, soma katika Good News, utaona jinsi ambavyo hili andiko lina maneno mazito yako ndani yake. Nataka niyarudie tena. Kadhalika nanyi vijana mnapaswa kujiweka chini ya mamlaka ya wazee. Yaani hapa tunaongelea kanisani, tunaongelea kazini, kule kazini kwenu mlipo, naongelea serikalini. Yaani kuna wazee ambao wamekutangulia pale kazini. Wale wazee kuna hekima wanayo ndani yake, ukijua kutulia vizuri utaichota. Lakini kuna kawaida ya vijana sasa hivi kujiona wao ni wajuaji, wanajua teknolojia kuliko wazee. Mzee hajui chochote kuhusiana na masuala ya kisasa, AI hajui, kwa hiyo unamwona na kumdharau katika hali fulani. Hapana, kubali kujiweka chini ya mamlaka ya wazee. Wana uzoefu hawa, kuna vitu wameviona kabla yako wewe, wape heshima yao. Nyinyi nyote mnapaswa kuwa na unyenyekevu, mpate kutumikiana. Naongea na vijana hapa, hajaishia kuwa chini ya mamlaka ya wazee, lakini anarudi kwa vijana wenyewe kwa wenyewe. Anasema ninyi vijana wenyewe kwa wenyewe mwanze kutumikiana. Maana yake ni nini? Una kitu wewe ambacho kitakuwa ni faida kwa mwenzako, na yeye ana kitu ambacho ni faida kwako. Yaani kitu ambacho kinaangusha vijana ni roho ya ushindani, sio roho ya kusaidiana. Unataka uonekane kuwa bora kuliko mwingine, competition. Lakini Mungu amekusudia ya kwamba pale kanisani, pale kazini mlipo, kila mmoja aweze kumtumikia mwenzake. Yaani tukiwa na roho ya kutumikiana na kusaidiana, tukaondoa roho ya mashindano, tutafika pale ambapo Mungu amekusudia tufike. Kwani wanaomalizana maofisini ni akina nani? Ni wenyewe kwa wenyewe, vijana. Anamwona mwenzake anapendekezwa kupanda cheo, anampachika sifa ya uongo, maneno ya uongo, ili aonekane ya kwamba hafai. Na hicho cheo unajikuta nawe mwenyewe hukipati, na yeye pia hakipati. Na sheria ya asili inataka uliye msemea mwenzako maneno mabaya ukamtungia, kama utakavyoona huko mbele, upigwe. Kwa hiyo unaendelea kupiga mark time, unaendelea kubaki pale pale ulipo, na malaana umeyabeba. Wakati ungelisaidia mwenzako huyu akapanda, ungebeba baraka na ungekuja kupanda kwa wakati. Hatutakiwi kushindana, bali tunatakiwa kusaidiana ili tuweze kufika. Kuna mfalme mmoja katika Biblia anaitwa Uzia. Mfalme Uzia alianza vizuri sana, akafanya kazi vizuri kabisa. Alikuwa mnyenyekevu, akamtafuta Mungu,
na Mungu akampa mafanikio. Lakini alipojiona ana nguvu, alitukuka moyoni, akaingia hekaluni kuchoma uvumba bila ruhusa. Wakati makuhani walipojaribu kumzuia, alikasirika. Hapo hapo ukoma ukampata. Kiburi kilimsukuma kuvuka mipaka ambayo Mungu aliweka. Sijui umesikia stori ya Uzia vizuri, utaisoma kwa muda wako. Uzia alianza kazi vizuri, Mungu akamfanikisha, maana alikuwa mnyenyekevu, alikuwa mtu wa Mungu. Mafanikio alipoyaona, akajiona yeye ndio yeye. Unakumbuka hapa mwanzoni kwenye kitabu cha Petro nimeelezea kwamba hatutakiwi kushindana, bali natakiwa kila mmoja amtumikie mwenzake. Kuna kitu ambacho mwenzako anacho, wewe huna, kwa hiyo msaidie. Ni kusaidiana. Uko pale kazini, kuna kazi unajua kuifanya, mwenzako amepewa kazi na bosi, hawezi kuifanya, unamwona anahangaika, msaidie. Acha ile ya kusema nikifanya hizi kazi akifanikiwa sifa itaenda kwake. Hatufanyi kazi kwa sifa, tunajenga taifa, tunajenga makanisa, tunajenga huduma. Hiyo ndio lengo letu kubwa. Lengo sio nani asifiwe. Kuna watu ambao wamefanya kazi kubwa, lakini hutawaona hata wakitajwa kabisa, hutawasikia, lakini wamechangia pakubwa katika huduma. Huwezi kumjua hata hatajwi, japo yupo mtu aliyegundua taa za barabarani. Huwezi kumsikia akisifiwa, lakini taa za barabarani ziko duniani kote. Tena alikuwa mweusi, ziko duniani kote. Kazi yake ni kubwa na ina baraka. Tutafute kuhudumia kuliko kusifiwa. Mungu atusaidie sana katika hili. Sasa sikiliza sasa. Mfalme Uzia akashindwa kujua kwamba Mungu amempa yeye ufalme, hajampa ukuhani. Akaingia kufukiza uvumba, kazi ya makuhani. Ni kama leo kuna watu Mungu amewapa baraka ya kufanya biashara. Kuna watu Mungu amewapa neema ya kuwa viongozi katika mashirika. Kuna watu Mungu amewapa neema kuwa viongozi katika wizara za serikali au katika mataifa mbalimbali. Lakini katika hawa watu kuna watu ambao Mungu amewapa sehemu nyingine ya kuwaombea hawa na kuwapa maonyo hawa. Kwa hiyo kama huyu ambaye amepewa kazi ya kuomba na kutoa maonyo anapojaribu kuelezea kile ambacho Mungu amesema na mtu asipomsikiliza, yule mwingine naye akaingia kana kwamba naye pia amekuwa kama kuhani, anakuwa kama Uzia pia. Kila mmoja ajue sehemu yake na kufanyia kazi sehemu yake. Sikiliza kwenye kitabu cha Steps to Christ ukurasa wa 30. Nasoma lugha ya mkoloni alafu nitakuja katika lugha ya Kiswahili. Anasema pride feels no need and so it closed the heart against Christ and the infinite blessings he came to give. Sikiliza vizuri. Kiburi hakioni uhitaji, hivyo hufunga moyo dhidi ya Kristo na baraka zisizo na mwisho ambazo alikuja kuwapa wanadamu. Kwa kumbe kuna baraka ambazo Kristo amekuja kuwapa wanadamu, lakini kiburi kina block, kinafunga zile baraka ili usizipate. Ndio utaona jinsi ambavyo kiburi kilivyo kibaya. Rafiki yangu unayefuatilia, nataka nisome story hii uweze kuisikiliza na kufuatilia vizuri. Meneja mmoja alipewa nafasi ya juu baada ya kufanya kazi kwa bidii. Alipopandishwa cheo, alianza kujiona mwenye uwezo wa kufanya kila kitu peke yake. Hakuwa tena tayari kusikiliza ushauri wa wafanyakazi, marafiki au watu wa karibu. Polepole alichukua maamuzi bila kuuliza au kushauriana. Wafanyakazi walishindwa kuongea na yeye. Marafiki wakaanza kuondoka polepole, na wale waliompenda walikuwa wakiogopa kumwambia ukweli. Aliunda kikundi cha watu waliompongeza tu. Mawazo tofauti yalipuuzwa mara moja, hataki watu wampinge. Hii ilimfanya asiweke wazi akili yake kwa tathmini na onyo. Hatimaye maamuzi hayo ya haraka yalileta hasara. Pesa zilipotea, nafasi zake zilitoweka na heshima yake ikashuka. Alipogundua kosa, alijifunza mfululizo. Uongozi mzuri unahitaji kusikiliza, kukubali ushauri na kutokuwa mtukutu kabla ya kufanya uamuzi mkubwa. Athari za kiburi: hupunguza kusikia sauti ya Mungu, huua utii wa roho, hutengeneza uongozi wa hatari, hufanya mtu awe mgumu kubadilika, hujaribu kumtoa Mungu kwenye mipango yake Mungu. Tabia mbadala ambazo zinaweza kusaidia ukamaliza kiburi kabisa: jifunze kuwa mnyenyekevu. Unyenyekevu umeitwa vazi.
kuvaa unyenyekevu, kunyenyekea kwa neno la Mungu, pia usikivu na kufundishika. Jambo la pili ni ulimi wa uongo. Ulimi wa uongo kwa wenzetu, kama nilivyokuambia, lazima tuangalie Waebrania wanamaanisha nini wao wanapotamka hilo neno. Je, linafanana na la kwetu au kuna tofauti? Wao wanaita neno lake ni neno sheker. Neno sheker maana yake ni uongo unaoelezewa kwa neno la Kiebrania sheker, linalomaanisha jambo lisilo kweli, taarifa iliyotengenezwa kwa makusudi, au kauli inayopotosha ukweli ili kupata faida au kuficha jambo. Kwa hiyo kama una sifa za hiki ambayo tumekisema hapa, wewe uko kwenye kundi la pili ambalo Mungu anasema analichukia, ulimi wa uongo. Anaposema ulimi wa uongo anamaanisha nini? Anamaanisha jambo lisilo kweli, taarifa iliyotengenezwa kwa makusudi, au kauli inayopotosha ukweli ili kupata faida au kuficha jambo. Huo ni uongo ambao Mungu anauchukia. Uongo ni tabia inayojengwa polepole. Mtu anaposema uongo mmoja, mara nyingine anahitaji uongo mwingine kuficha ule wa kwanza. Baada ya muda, tabia ya kusema ukweli inapotea. Yaani kuna watu ambao siku akikwambia ukweli unasema mvua itanyesha, maana imekuwa ndio tabia yake, ndivyo alivyo, kwa sababu uongo wa kwanza unabidi uweze kufunikwa na uongo wa pili. Kwa unaona, anajenga mpaka inakuwa ni sehemu ya maisha yake. Hivyo ndivyo ilivyo. Sasa sikiliza tahadhari. Naposema mtu awe mkweli, zingatia tahadhari ifuatayo. Ukweli unapokosa hekima hugeuka kutoka kuwa nuru na kuwa silaha. Unaweza kuchoma na kujeruhi kwa undani sawa sawa, au pengine zaidi ya uongo ulio dhahiri. Ukweli unaotolewa kabla ya majira yake huweza kuwa sumu inayoingia taratibu. Napenda sana kusoma vitabu vya masuala ya kijeshi na masuala ya intelijensia. Moja ya vitu ambavyo vinanishangaza sana ni hivi, ya kwamba inaruhusiwa baada ya miaka kadhaa, nadhani huenda ni miaka 100 kama sijakosea, huenda waliosoma zaidi wanaweza wakanisaidia ni miaka mingapi, lakini tuchukulie kama nimepatia, huenda ni miaka 100. Kama mliwapeleleza nchi fulani, mliwafanyia uspai, baada ya miaka 100 inaruhusiwa kufunua zile siri. Kwa nini inachukua muda mrefu kiasi hicho? Ni kwa sababu anajua ule ukweli ukifichuka kwa wakati ule unaweza ukaleta madhara. Vivyo hivyo tunasema ni vizuri ujifunze kusema ukweli, lakini jua kutumia hekima, kwa sababu ukweli unapokosa hekima hugeuka kutoka kuwa nuru na kuwa silaha, inaweza ikaangamiza. Sikia maneno haya. Kwa hiyo kusema ukweli ni zaidi ya swala la usahihi, ni sanaa ya busara. Ni lazima kupima uzito wa neno dhidi ya uhalisia wa moyo wa mpokeaji, ili ukweli uwe chachu ya uponyaji na sio chanzo cha maangamizi. Kwa kama unaposema ukweli utaleta maangamizi, wewe huna tofauti na mtu aliyesema uongo. Kwa hiyo na maana sasa, mchungaji, tuseme uongo? Ni bora kunyamaza kuliko kusema ukweli ambao unakwenda kuua mtu au kuangamiza jamii. Nimesema ukweli usemwe kwa hekima na busara, kwa sababu ulimi wa uongo ni chukizo kwa Bwana kabisa. Busara inatakiwa sana. Sasa sikiliza tena sentensi hii kusaidie. Kuna tofauti nyembamba sana kati ya ukweli unaoumbua na ukweli unaojenga. Hapa inataka hekima na falsafa nzuri kuelewa hii sentensi. Irudie tena. Kuna tofauti nyembamba sana kati ya ukweli unaoumbua na ukweli unaojenga. Tofauti hiyo ni hekima. Kwa hiyo sema ukweli kabisa, usiwe mwongo. Usiwe mwongo, lakini usikose hekima. Kumulika ukweli kwa ghafla mbele ya mtu ambaye hajaandaliwa ni sawa na kumulika taa kali machoni pa mtu aliyekuwa gizani. Utamuumiza. Matokeo si kuona, bali ni upofu wa muda na maumivu. Hekima, busara ndiyo inayotufundisha jinsi ya kufumbua macho ya watu kwa ukweli taratibu, kwa upendo na kwa namna inayowapa fursa ya kukua badala ya kuwavunja. Hata mimi nayeongea na wewe, kuna kweli za kimungu ambazo nazijua nyingi, lakini siwezi kuzisema hapa ghafla, kwa sababu najua nitakapozisema badala ya kusaidia nitakuwa nimekuharibu zaidi. Kwa hiyo lazima niende hatua kwa hatua, kwa sababu hata uelewa wetu uko tofauti sana. Nakumbuka siku moja, kwa wale ambao mnafuatilia huenda mmeshaona hii video, niliongea nikasema kwamba siku za mwisho, mgogoro mkubwa sio ishu ya siku. Mgogoro sio siku.
mgogoro ni aina ya Mungu anayeabudiwa. Nikaelezea vizuri tu ya kwamba hoja sio Jumamosi na Jumapili, hoja ni Mungu yupi anayeabudiwa. Hiyo ndio hoja ya msingi. Mtu mmoja kwa kutokuelewa nilichokisema akakata kaklipu kadogo tu ako tu akatengeneza video yake, akaeleza ona Pastor Mbaga anavyosema, angalia, akaanza kunukuu na vitu, na wasiojua wengine wakaanza kucomment wakishadadia bila kuelewa. Lakini ni kwa sababu ule ukweli haukuwa ukweli kwake, maana hakuelewa maana yake ni nini. Twende vizuri tu hapo. Utakaponiambia kwamba mgogoro wa siku za mwisho ni Jumamosi na Jumapili, na mimi nitakuuliza haya majina Jumamosi na Jumapili yalianza lini? Maana kwenye Mwanzo sura ya kwanza hakuna Jumamosi, hakuna Jumapili. Mwanzo ni siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Mwisho wa kunukuu. Namba 2, nilieleza hivi, nikasema unapoamka siku ya Sabato na mtu aliyeamka siku ya Jumapili, hakuna mianga tofauti, zile siku zinafanana katika muonekano. Kwa hiyo huwezi kuniambia kwamba hii siku ya leo ya Jumamosi ina mwanga tofauti na siku ya Jumapili. Mgogoro sio hapo. Tatizo lipo, siku ya saba inawakilisha Mungu ni muumbaji wa mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo. Simple. Siku ya kwanza ya juma inawakilisha Mungu jua. Simple. Kwa hiyo hoja sio jina, hoja ni yupi ambaye anawakilishwa. Kwa hiyo nitaka tu nikuambie kwamba kuna wakati mwingine unaweza ukaongea ukweli kwa mtu ambaye hujamwandaa na ukamwathiri zaidi ya hapo. Kwa hiyo inatakiwa hekima itumike, lakini Mungu anachukia ulimi wa uongo. Wakolosai 3:9 anasema msidanganyane ninyi kwa ninyi, maana mmevua utu wa kale pamoja na matendo yake. Unajua unatazama kuna watu ambao wanasimama na ushahidi wa uongo kabisa ambao unakwenda kummaliza mtu, lakini ana macho makavu kabisa, amesimama anaongea uongo, macho makavu kabisa 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 kabisa, wala hana wasiwasi wowote. Wale ambao mnaangalia baadhi ya movie za zamani kidogo, kuna movie moja ilichezwa na wa Nigeria ambayo ilibezi kwenye story ya ukweli kabisa kule Nigeria. No, ni Ghana kama sijakosea, lakini movie kachezewa Nigeria. Ilikuwa ni story ya mchungaji mmoja ambaye mpaka alifutwa uchungaji akaenda kulima huko kabisa kabisa, mambo yaliharibika, lakini kwa sababu tu ya wazee wa kanisa ambao waliunda story na wakawa serious kabisa, na kila kitu kikaharibika kabisa kabisa kwa sababu ya ule mchungaji. Uongo. Sasa sikiliza. Amekuja kusaidia yule mchungaji baadaye, baada ya yule binti aliyemsingizia anapokufa na saratani, ndipo anaanza kushuhudia kwamba jamani, mimi nisameni, niliatengenezwa na wazee fulani ili niweze kudanganya, na lakini naomba tu nitafutie mchungaji nimwombe msamaha. Vivyo hivyo katika kazi zetu kuna kuchongeana uongo kwa mabosi. Nataka nikuambie wewe ambao ulifanya hilo jambo, unatakiwa utubu ili laana hiyo iweze kuondoka haraka sana, haraka sana. Yakobo alisema uongo na matokeo alikuwa ni mabaya. Alipata matokeo mabaya katika maisha yake kwa sababu ya uongo tu aliosema kwa baba yake. Matokeo alikuwa ni makubwa sana. Sikiliza nikuambie, wewe uliyeko hapa, hili jambo la pili zingatia, usije ukalitenda likakuangusha katika maisha yako. Twende vizuri tuone kitu kingine cha muhimu, mikono inayomwaga damu isiyo na hatia. Tukija hapa, kuna watu wanaweza wakauliza, sasa ina maana kwamba kuna damu ambazo ni sawa kumwagika? Twende taratibu, utaziona hapo mbele. Ni kweli kabisa, kumwaga damu isiyo na hatia ni laana, ni kosa kubwa sana sana sana. Sikiza maneno haya. Waebrania wanaposema kwamba damu isiyo na hatia, wazo wao wanakuwa na wazo gani kwao? Kwanza, maneno ambao wanayatumia wazo la kumwaga damu isiyo na hatia kwa lugha ya Kiebrania, wao wanatumia neno shafak damnak. Unaona jinsi ambavyo damu na kwa Kiswahili inakuwa pia inafanana hivyo hivyo. Hili linakwenda maji ya kawaida ya kimwili. Tutaangalia hapo vizuri. Hebu angalia maelezo haya. Dhambi hii inajumuisha pia uharibifu wa maisha ya mtu kwa njia nyingine. Hii ni pamoja na kuua kimakusudi sifa ya mtu, kwenye Kiingereza wanaita character assassination. Yaani ukiamua kumharibu mtu fulani, yuko hivi, ana tabia hizi, na siku hizi kwa sababu kuna AI mpaka mtu anaweza akatengeneza ushahidi ambao ni wa uongo kabisa, ni kumwaga damu isiyo na hatia. Mungu anachukia haya matendo. Alafu ni kuua pia ndoto za mtu mwingine kwa makusudi, ni kummaliza mtu heshima yake, kummaliza kiheshima yake, kumvunja moyo na kumwangamiza kiroho. Mtu anaweza kutenda dhambi hii kwa kutumia maneno makali, kueneza chuki, zingatia vizuri, kutoa hukumu zisizo za kweli. Hapa naongea na mahakimu, wanasheria, wazee wa mabaraza, naongea habari ya mabaraza ya kanisa. Kutoa kwa kweli, we ni muuaji. Lakini pia unyanyasaji wa kihisia,
au kumsingizia mtu jambo la uongo. Yote ipo kwenye listi. Waebrania wanaposema damu isiyo na hatia, ipo kwenye listi hii. Mungu yuko makini na jambo hili, na hasikilizi tu kilio cha damu ya kimwili, bali pia kilio cha roho iliyojeruhiwa isiyo na haki. Mfano Nabothi Myezreeli, mfalme alitamani shamba lake, mke wake akatoa oda, akauawa. Nabothi mke wa mfalme akatoa oda, Nabothi akauawa ili aweze kuchukua ile mali yake. Nini kilitokea baada ya pale? Yezebeli alikufa, alafu hata Ahabu naye alikufa. Nilikuwa namaanisha Ahabu alitamani mali ya Nabothi. Yezebeli mkewe Ahabu akatoa oda, akasingiziwa uongo, akauawa. Ile damu haikumwagika bure, ilikuja kulipwa, tena kwa kilio kizito sana. Rafiki yangu, ubaya wa kumwaga damu isiyo na hatia ni huu: sio kwamba utapata matokeo wewe tu, inakwenda kuathiri mpaka watoto utakaowazaa ambao hawakunyosha mkono wao kumwaga damu. Kumbuka tumesema ni kumharibu, mzushia mambo ya uongo, kuharibu sifa ya mtu, na vinaangukia kwenye kundi hilo. Na ubaya wake pia zaidi ni kwamba hata ukisoma kwenye Biblia, damu isiyo na hatia inapomwagika katika nchi, kuna namna ya kuitakasa nchi. Ndio Biblia imeweka wazi kabisa, kuna namna ya kutakasa nchi ili ile laana isiendelee. Mungu atusaidie sana katika hili. Na nikasema katika masomo aliyopita ya kwamba ukagundua katika ukoo wenu, familia, kuna mtu alimwaga damu isiyo na hatia, ni vizuri mkakaa na kufanya maombi kwa ajili ya kusafisha hilo kosa lisiendelee kutafuna. Damu isiyo na hatia. Kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 5-22 kuna maneno haya ya Yesu: sikia kwamba watu wa kale waliambiwa na mtu akiuwe, lakini mimi nawaambia, yeyote atakayemkasirikia ndugu yake lazima ahukumiwe. Kwa hiyo kumbe, kumkasirikia mtu na kumuua kwa mujibu wa Biblia ni kundi moja. Ila ni hasira gani ambayo inatajwa kwamba ni uuaji hapa? Biblia inasema muwe na hasira, lakini msitende dhambi. Jua lisichwe na hasira kifuani. Hasira yoyote ambayo imevuka masaa 10 imeingia kwenye upande wa wauaji. Sikiliza, na yeyote, Biblia inasema hivyo, na yeyote anayemdharau ndugu yake lazima apelekwe mahakamani, na yeyote atakayemwita ndugu yake pumbavu anastahili moto wa Jehanamu. Niambie, ni nani ambaye anapona hapa? Sasa tunaibuka na swali la msingi: je, kuna damu ambayo ni halali kumwagika? Ndiyo, ipo. Biblia iko wazi kabisa. Katika Agano la Kale kulikuwa na mazingira maalum ambapo kumwaga damu kuliruhusiwa na Mungu. Ilikuwa ni damu ya upatanisho, kafara ya wanyama ilikuwa imeruhusiwa. Mungu mwenyewe alianzisha mfumo wa kafara ambapo damu ya wanyama kama vile kondoo au mbuzi ilimwagwa. Ilikuwa ni halali kwa sababu ilitumika kama ishara ya malipo ya dhambi na kumwelekeza mwanadamu kwa dhabihu kamilifu iliyokuja. Hiyo damu ilikuwa ni halali kumwagwa. Damu ya haki ni damu ya pili ambayo ilikuwa inaruhusiwa kumwagwa. Damu ya haki ni ipi? Sheria iliamuru adhabu ya kifo kwa makosa fulani makubwa. Zingatia neno makubwa, kama vile mauaji ya kukusudia ambayo ni Mwanzo 9:6. Katika muktadha huu, damu ya mhalifu ilionekana na hatia iliyochukuliwa kuwa ni halali kumwagika kama sehemu ya utekelezaji wa haki. Hata na yenyewe tu ya mtu aliyeua, ambaye kwa mujibu wa Biblia mtu anayeua alipaswa kuuawa, ilitakiwa iwe na vipengele vyake kadhaa hadi kutimizwa. Moja, anasema huyu mtu kama akikimbilia katika mji wa makimbilio, ilitakiwa aachwe mpaka yule kuhani wa zamu anapokufa, ndipo huyu mtu anaweza kufa. Kwa nini? Ni kwa sababu kuna wakati mtu mwingine anaweza akaua kwa kujihami au kwa kuhamaki. Nataka nikuambie, damu iliyomwagwa mujibu wa Biblia, hiyo huita na kudai kesho mpaka kesho. Ufunuo kimetumia lugha ya mfano akisema nikaziona, wakisema hata lini. Ni lugha ya mfano ambayo inaonyesha kwa dhulumiwa haki yake lazima kulipwa, lazima iweze kulipwa, na tunatakiwa sana sana sana. Sikiliza kitabu cha Isaya 7, anasema the spirit of hatred and revenge originated with Satan. Roho ya chuki na kulipiza kisasi ilitoka kwa Shetani.
Niongee tu kwa haraka ili uweze kuona mambo yafuatayo. Damu isiyo na hatia, moja ni majeraha, ina maumivu yake kwa wahusika, hata wale watu ambao walitendewa, ndugu zao na nini, inaumiza. Lakini hata huyu ambaye ametenda hata kuwa na amani, moyo utaendelea kumuuma mpaka atakapopata suluhisho la kiroho. Namba mbili, inaweza kuleta kisasi kisichokoma, ni mbaya sana. Namba tatu, inaleta mikosi ya kizazi, inajenga hofu. Unakumbuka stori ya Kaini, woga ulimshika. Inaua ndoto za watu, inaleta maumivu kwa wengine na kudai haki ya kulipiziwa kisasi kama nilivyosema. Lakini badala yake unatakiwa ufanye nini? Kuwa mtu wa huruma, kuwa mtu wa haki, kuwa mtu mpole, kuwa mtu ambaye anaweza kujitawala. Ndipo tunaenda katika moyo uwazao mabaya. Wenzetu wa Ibrania wanaposema moyo unaowaza mabaya, ni zaidi ya yale tunayoyasema kama mawazo ya uasherati au danganyifu, bali unamaanisha mfumo mzima wa kufikiri ambao umepinduka, mfumo wa mawazo unaotengeneza ubaya kabla hata hatua ya nje haijajitokeza, mfumo wa ndani unaofanya watu kutoa hukumu mbaya, kuchukua hatua zisizofaa na kuona mambo kwa namna ambayo Mungu hakukusudia. Neno la Kiebrania ni lev chores machshevot ra, linaonyesha kitendo cha kulima, kuchimba au kuandaa shamba, kwa maana moyo unaotengeneza mawazo mabaya unafanya kazi kama mkulima anayelisha udongo mbegu za giza. Niliwaambia lazima tuzingatie hizi lugha za wenzetu za kale. Maana yake ni nini? Moyo uwazao mabaya maana yake ni nini? Ni wale watu ambao wanakaa kupanga njama, unakaa kabisa kupanga kumwangamiza mwenzako, unapangilia majungu. Mungu anachukia mambo kama haya. Kitabu cha Mwanzo 6:5, Mwenyezi Mungu alipoona wingi wa uovu wa binadamu duniani na kwamba kila analokusudia binadamu moyoni mwake ni ovu daima, moja ya sababu iliyoleta gharika ni moyo uwazao mabaya. Njama unazopanga, mikakati unayopanga, yote hiyo ni chukizo kwa Bwana. Mithali 4:23, moyo ulifu wote zinatoka hai. Kuwa makini na kile ambacho kinatoka moyoni mwako, usiweke mawazo ya moyo wako ambayo yanaleta madhara. 7:20 utaona kabisa mawazo haya yanatoka moyoni, yanamtia mtu unajisi. Na yote haya ni mchakato, yanaanza taratibu taratibu, hayatokei mara moja. Kwa mfano, mchakato wa mawazo mabaya ni huu ufuatayo. Huanzia na wazo moja linalopuuzwa, kuchukia mtu, wivu. Wazo hilo hupewa nafasi ya kuendelea, linaanza kuonekana kuwa la kawaida. Akili inaunda hoja ya kuhalalisha wazo hilo, unaliona ni halali. Moyo unajenga mwelekeo kutoka wazo hilo, tabia mpya inafanyika kwa nguvu ya wazo lile. Ndipo kwenye kitabu cha The Mind, Character and Personality, kitabu cha kwanza, ukurasa wa 71, anasema the mind must be restrained or it will wander into forbidden paths. Akili inahitaji kudhibitiwa, la sivyo itazuru kuelekea njia zilizokatazwa. Ukiwa na mawazo maovu haya, utavuruga maombi, utapunguza uwezo wa kuona mambo kwa uwazi, utaunda tabia zisizofaa, utavuruga uhusiano wa mtu na mtu, utajenga roho ya mashaka, chuki, wivu. Yote haya yatakuwa yamekujia katika maisha yako. Hutafurahia maendeleo ya watu wengine. Unajua, kama kila wazo tunalowawazia wenzetu lingekuwa limewekwa wazi, ungegundua kwamba kuna watu mawazia vitu vibaya ambavyo hata havipo. Mungu anachukia mambo kama haya. Lakini miguu iliyo mepesi kwenda kwenye maovu, maana yake miguu inayokimbilia maovu inamaanisha kukurupuka. Wewe umesikia vizuri hapo, tabia ya kukurupuka, tabia ya kufanya maamuzi kwa tamaa bila kutafakari, tabia ya kwenda kwenye dhambi haraka kuliko kwenda kwenye mema, tabia ya kuchagua njia rahisi hata kama ina madhara, tabia ya kuingia kwenye mitandao mibaya, mazungumzo mabaya, vitendo vya giza au uamuzi wa haraka bila hekima. Hata magrupu ya WhatsApp tu ambayo yana vitu vya ajabu ajabu huko hutakiwi kuingia. Huo ndio wepesi ambao Mungu anauchukia. Katika Kiebrania neno memaharot linaonyesha haraka isiyo na fikra. Kwa ni kile kitendo cha kukimbilia huko katika maovu. Mwana mpotevu alikimbilia akapata madhara. Sikiliza nikuambie, kwenye kitabu cha The Desire of Ages ukurasa 122, every indulgence that strengthens passion is a victory for Satan.
Kila kujifurahisha kunako imarisha tamaa ni ushindi kwa shetani. Mungu atusaidie sana. Shahidi wa uongo tumemwona pale juu, ulimi wa uongo, mtu ambaye anaongea ushuhuda wa uongo kabisa. Nikwambie, ushuhuda wa uongo wote uliotoa dhidi ya mtu ni chuki kubwa mbele za Mungu. Mungu hataki vitu kama hivyo. Shahidi wa uongo, shahidi wa uongo, shahidi. Chochote ulichomshuhudia ukasimamia kwamba alifanya, umebeba mzigo mzito, uweze kuutua. Lakini mwisho tina kati ya ndugu. Ni mara ngapi tumechonganisha watu? Mara ngapi? Unachukua maneno hapa unapeleka huku, unachukua maneno haya unapeleka huku. Sikiliza maneno haya. Fitina ni tabia ya kupanda mgawanyiko, kueneza habari zilizochakachuliwa, kuchochea ugomvi, kuongeza maneno, kuongeza chumvi na kupeleka taarifa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine kwa namna inayosababisha chuki, mashaka na migawanyiko. Fitina haionekani mara moja, lakini ni matokeo yake huonekana miezi mingi baadaye. Sikiliza nikuambie rafiki yangu, kama katika hizi zote umefanya mojawapo, ukaleta chuki kwa mtu, huenda ndivyo vitu vimekuletea maumivu, vimekuletea biashara, ukapata magonjwa yasiyotibika hata kama uombewe kiasi gani. Tubu. Unapotubu, unapoungama, damu ya Yesu inakwenda kutakasa. Tunapokwenda kuomba sasa, tumia huu muda kutafakari. Leo tumia muda huu kumwambia Mungu nisamehe. Tumia muda huu kumwambia Mungu nionyeshe pale ambapo nimesababisha madhara haya. Unajua kitabu cha Yakobo kinaelezea juu ya mgonjwa ambaye amefanyiwa matibabu, ameombewa, lakini haponi. Kitabu kinasema awaite wazee wampake mafuta kwa jina la Bwana, na hata kama akiwa ametenda dhambi atasamehewa. Maana yake ni nini? Inaondolewa kwa damu ya Yesu. Maana yake ni kwamba kuna dhambi zili, magonjwa na mikosi. Ndio maana katika kanisa letu kupaka mafuta haifanywi, inafanywa katika matukio mzito wake hivi. Na kuachia mtazamaji, ingia kwenye maombi sasa. Omba Mungu akufunulie, omba Mungu akusamehe, lakini omba utakaso. Dakika moja tunaingia kuomba sasa. Endelea kuongea na Mungu ndani ya moyo wako. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Ombe Mungu akufunulie, akuonyeshe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru sana kwa ajili ya siku ya leo. Mambo haya ambayo ni chukizo, kila mmoja ameyatazama na kuona jinsi ambavyo kwa kujua au kutokuwa. Leo tunapoungama mbele yako na ninakushukuru kwa sababu damu kutuosha. Ninapotuosha leo, ninakusihi Mfalme wa amani, kila mmoja ambaye amedhamiria kutoka moyoni, ukamtakase na udhalimu wote. Ikiwa kuna mtu kwa sababu ya mambo kama haya amefungwa na nguvu za giza, leo zikaondoke kwa jina la Yesu Kristo. Ikiwa kuna mtu amepata mikosi katika kazi, katika mazingira ya biashara, anapotubu leo na kurejea, damu ya Yesu ikapate kumtakasa kabisa. Ninaomba kwa ajili ya kila mmoja aliyedhamiria. Baba, neema yako ikawe juu ya kila mmoja wetu, lakini kwa namna ya pekee sana ninaomba kwa ajili ya wenzetu ambao wanapitia changamoto ya vita, kama kule Sudan kuna changamoto kubwa. Ninakusihi Mfalme wa amani, ukalete amani, leta namna ya kupatana, damu isiendelee kumwagika katika taifa la Sudan. Ombi maalum kwa ajili ya nchi ya Kongo, nakusihi ukapate kuwagusa hasimu wote, nishe kuwa kitu kimoja, patikane injili kahubiriwe, watu wa Kongo wakapate kutulia. Ninaomba kwa ajili ya taifa la Tanzania, ninaomba kwa ajili ya taifa hili ukapate kulibariki sana wakati huu wa kipindi chenye changamoto. Hekima yako ikatumike, ponya taifa hili kila mmoja, na ukalete hekima ya namna ya kutatua mgogoro huu kabisa, na wala sio kuponya jeraha kwa juujuu, bali kuponya ndani kabisa, ili amani ikapatikane na haki ikapatikane. Ninaomba ukatuelekeze namna ya toba,
sio kutubu tu, lakini ukatuelekeze kutubu kwa njia ya usahihi, ili kuondoa mikosi katika taifa letu. Neema yako inatosha. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen.